Yes, here we go. Hii ni Film Online. Mimi naitwa Dimswat. Ni hii time ambayo mimi naongea kwenye microphone ya Film Online kuhakikisha tunapeana habari tukiwa kama wanafamilia ambao tunapeana habari kila siku. For this time around, habari ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii hivi punde ni baada ya uongozi wa Yami the African Princess bwana record label hiyo ambayo ilikuwa kimsimamia mwanadada huyo Yami kwamba tayari wameshafikia makubaliano ya Yami kutoka kwenye record label hiyo na kumtakia maisha mema sana na kumshukuru katika nyakati zote za mafanikio ambayo amepata wakati yupo kwenye record label hiyo. Sasa bwana, za chini kabisa baada ya Yami bwana kuomba ama kukataa kusaini mkataba mpya, tunafahamu mkataba wake tayari umeisha na ndio maana yupo huru sasa hivi, na uongozi wamesema kwamba ni pande za makubaliano ya pande zote mbili na urafiki ambao umedumu katika mkataba huu, hakuna mgogoro wowote, na wakasema kwamba Yami tayari this time around bwana tayari ameshapata uongozi mpya ambao utaweza kumsimamia kazi zake katika karia yake hii ya muziki. Sasa wapenda udaku na burudani bwana za chini kabisa ambazo sisi Film Online tumezipata ni kwamba mwanadada Yami bwana anaelekea pale katika record label ya Konde Gang pale katika vijiwe vya Konde Village bwana kwa Harmonize. Hizi za chini sana kabisa ambazo sisi Film Online tumeona tushare na wewe mwanafamilia ujue kwamba Yami tayari ameshakamilisha ule mpango wake wa kuondoka katika record label ambayo ilikuwa inamsimamia, ambayo ilikuwa inasimamiwa na mwanadada Nandy. Na hivyo bwana za chini tena za chini kabisa kwamba anaenda zake pale Konde Gang vile tunafahamu kwamba record label hiyo imekosa msanii wa kike tokea aondoke Angela baada ya matatizo ya hapa na pale kutokea, imekuwa record label hiyo imekosa msanii wa kike. Kwa hiyo bwana Yami anaelekea pale upande wa pili, na ndio maana hata uongozi wake bwana ukaweka wazi, kaweka bayana kabisa kwenye vyombo vya habari na vya kijamii vyote kwamba Yami amepata uongozi mpya ambao utakaomsimamia, lakini hawakuutaja uongozi huo. Sisi ni kama exclusive ambao tunakupatia wewe kwamba Yami anaenda direct kabisa pale Konde Gang Village katika utawala wa mtu mzima kabisa Harmonize, licha ya kuwa kwamba pia pale katika record label ya Harmonize bwana Konde Gang kumekuwa na mjadala ambao unaendelea kwamba Ibra naye anataka aondoke. Huenda ni sababu ambayo yeye pia Harmonize akaona aitumie ili kuziba ile gap. Tunajua kwamba Yami ni miongoni mwa wasanii ama wadada ambao wanafanya vizuri sana kwenye upande wa wanawake hapa Tanzania. Hivyo ndio maana yeye Harmonize ameona amchukue Yami, na ndio maana Yami akagoma kabisa kuongeza mkataba na kufanya makubaliano negotiations za pande zote mbili kati ya uongozi wake yeye ambao Nandy anasimamia kwamba imefika mwisho kwamba yeye anahitaji kuwa free na embrace au kuwa na nunguniko lolote. Uongozi huo bwana umemruhusu na kutoa taarifa kwamba wameshavunja ndoa yao ambayo ilikuwa kwa miaka mingi. Hivyo Yami ameshapata uongozi mpya ambao haukutaja, lakini exclusive narudia tena ni kwamba Yami anaelekea direct kabisa pale Konde Gang kwa Harmonize. Sasa dondosha comment yako. Je, vipi Yami akaenda pale kwenye record label ya Harmonize anaweza kuhakikisha kwamba zile ndoto zake ama achievement zake za kimuziki zitaweza kufikisha mahali husika ambapo yeye ameona kwamba pale kwa Nandy the African Princess kwamba hawezi kufikia zile target zake, akaona ifseme afike mwisho mwenyewe kwamba atosaini mkataba mpya na kwamba aondoke na uongozi kwa mkubaria na baraka zote wakampa na anaenda zake pale Konde Gang kwa Harmonize. Dondosha comment yako pale patamfaa ama ndo yale ambayo yalimkuta Angela mwisho siku mpaka leo ajulikane Angela yuko wapi. Mimi naitwa Dimswat na hapa ni Film Online. Paka pale baadaye. Bye bye.